अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadhaullah taala bin Nasr Aziz anasema kwamba mwezi wa Ramadhan unafika katika mwisho wake. Leo labda katika maeneo mengine ni saumu ya mwisho na saumu nyingine kesho itakuwa saumu ya mwisho. Kwa mujibu wa kauli ya Mwenyezi Mungu kwamba siku hizi chache zimeshapita, miongoni mwetu wengi watakuwa wamepata baraka kutoka katika siku hizi za Ramadhan na wengine watakuwa wamepata uzoefu mpya katika mwezi huu. Sasa inatakiwa iwe juhudi na dua hii kwamba baraka hizi, fadhila hizi na mazoezi tuliyopata katika mwezi huu iendelee katika maisha yetu yote, na tulioanza kumwelekea Mwenyezi Mungu tusikwame hapa, bali tuendelee kumwelekea Mwenyezi Mungu siku zijazo pia, na kila hatua ilete baraka chungu mzima. Leo ni Ijumaa mwisho ya Ramadhan. Wengi wetu kwa fadhila na Mwenyezi Mungu kwa shauku sana inakuja kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa, lakini watakuwa wengine ambao wanaona kwamba Ijumaa hii ya mwisho Ramadhani muhimu sana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu duniani jumuiya imeenea sana kutoka katika mataifa mbalimbali, wanaingia katika jumuiya na wanakuwa na athari ya
tarbiyat ya zamani, labda watakuwa wengine wa aina hii ambao kwa kawaida kwa mwaka mzima hawatilii maanani swala ya ijumaa, lakini wanaona kwamba ijumaa mwisho ya ramadhani muhimu sana. na kwa sababu ya maoni haya ya waislamu wengine kwamba kushiriki ijumaa hii ya mwisho wa ramadhan ambayo inaitwa kwa jumatul weda, na wanaona kwa sababu ya kushiriki ijumaa hii itawaokoa katika maovu yote waliofanya mwaka mzima na watapata msamaha. Na vile vile haki ya ibada ya mwaka mzima itatimia ikiwa wanashiriki katika juma hii ya mwisho. Watu wa aina hii hata kama wanapatikana wachache, nataka kuwakumbusha hawa wote wakumbuke kwamba kwa sababu ya kuhudhuria juma hii ya mwisho ya ramadhan haitimizi haki ya lengo la maisha yetu. Kwa mujibu wa kauli ya Mwenyezi Mungu na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni wazi na imethibitika kwamba ijumaa hii mwisho ya ramadhan au kusali ijumaa hii mwisho ya ramadhan haiwezi kuwaokoa hawa watu ikiwa wanakuwa na imani hii kwamba ikiwa mtu anataka kuokoka na kuboresha dunia yake na akhira yake ashiriki ijumaa hii, basi ijumaa hii mwisho haifanyi hivi. Basi vijana wetu na wale ambao ni wavivu katika kusali swala ya ijumaa, hawa wote wanatakiwa wakumbuke kwamba ikiwa wasiokuwa wanajumuia, ikiwa wao wanakuwa na maoni ya ijumaa ya mwisho ya ijumaa katika jumuia sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam na kauli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuna imani ya jumatul wida katika jumuia. Ndiyo, ikiwa yule aliyeshiriki ijumaa hii ya mwisho alikuwa na maoni haya moyoni mwake na anaahidi kwamba kuanzia leo mimi nitafuta uvivu wangu na udhaifu wangu uliopatikana kwa sababu ya kuto kushiriki ijumaa, na sasa siku za usoni kila ijumaa nitashiriki katika ijumaa. Bila shaka ikiwa na maoni ya aina hii, ijumaa hii ya leo ni muhimu kwa ajili yake. Tena si ijumaa hii tu ni yenye baraka kwa ajili yake, bali kwa sababu ya mabadiliko haya mazuri kwa ajili ya mtu wa aina hii, wakati alipoleta mabadiliko mazuri ndani yake, wakati alipopata mawazo ya kubadileta mabadiliko ndani ya maisha yake, basi wakati ule ni muhimu sana, ni yenye baraka sana. Na siku ile na wakati ule itakuwa lailatul qadr kwa ajili yake, kwamba yeye baada ya giza tororo nuru ilianza kupatikana ndani yake, kama nilivyosema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba kwa ajili ya mwanadamu lailatul qadr ni wakati ule, wakati anapoleta mabadiliko mazuri ndani yake na anamwelekea Mwenyezi Mungu na anainama mbele ya Mwenyezi Mungu na anaahidi kwamba atafuata amri za Mwenyezi Mungu, kisha anaanza kufuata amri hizi, basi wakati ule ni lailatul qadr kwa ajili yake. Sisi tumeambiwa nini kuhusu Ijumaa? Mwenyezi Mungu amesema nini kuhusu Ijumaa? Aya nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi Mwenyezi Mungu anasema kwamba
enyi mlioamini, inaponadiwa kwa ajili ya swala ya siku ya Ijumaa, basi nendeni upesi kumkumbuka Mwenyezi Mungu na acheni biashara, hiyo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na amesema kwamba na itakapokwisha swala, basi tawanyikeni katika ardhi na tafuteni fadhili za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufaulu. Basi imekuwa wazi kwamba Mwenyezi Mungu ametuamuru kwamba tuje kwa ajili ya swala ya Ijumaa na tuache kazi zote za dunia, na kwa kuwa na ucha Mungu tuhudhurie swala ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu katika aya hizi hakusema kwamba tushiriki katika Ijumaa inayokuja katika Ramadhan au katika Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan, bali Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu umuhimu wa swala ya Ijumaa, na amesema kwamba kila Ijumaa ni muhimu. Basi ikiwa nyinyi ni waaminio na mnadai kwamba mmwamini Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii mnalazimika kuzingatia siku ya Ijumaa, na siku hii ni muhimu zaidi kuliko siku zingine, na siku hii imewekwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika siku hii muache biashara yenu na shughuli zingine kwa ajili ya swala hii. Ya ayyuhallazina amanu, kwa kusema hivi Mwenyezi Mungu amesisitiza kwamba kwa ajili ya imani hii ni sharti muhimu sana kwamba mtu aswali swala ya Ijumaa. Yani kila Ijumaa muamini anatakiwa aishiriki. Basi bila kuwa na udhuru, yule ambaye hahudhurii swala ya Ijumaa anatakiwa afikirie kuhusu hali ya imani yake. Vile vile wanatakiwa wafanye tafakuru wale watu ambao wanakuja kuchelewa kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Ikiwa mnataka kukusanya kazi yenu, shughuli yenu, mkusanye mapema. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mnapoitwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, Hazur anasema kila moja anayekuja hapa kwa ajili ya Ijumaa anajua kwamba sisi tunaswali saa 7 swala ya Ijumaa, au katika maeneo mengine wakati wa swala inapangwa. Lakini hapa katika Ulaya tunatakiwa tuwe na margin ya usafiri pia, na kwa kuzingatia usafiri tufanye maandalizi. Katika nchi hizi tunatakiwa tuzingatie shida ya parking ya gari na ya kuegesha gari, na vile vile foleni inayopatikana barabarani. Kwa kuzingatia mambo haya yote tunatakiwa tuwafanye maandalizi kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema yule anayekuja mapema kwa ajili ya swala ya Ijumaa anapata thawabu chungu mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya Ijumaa katika kila mlango wa msikiti malaika wanasimama, na yule anayetangulia msikitini wanaandika jina lake. Hivi wanaendelea kutayarisha orodha ya watu jinsi wanaoingia msikitini mpaka imamu anamaliza hutuba yake. Malaika pia wanafunga kitabu chao, daftari yao. Basi kila anayekuja msikitini ameambiwa kwamba akija msikitini na akimkumbuka Mwenyezi Mungu atapata thawabu yake wakati anaposubiri swala, na wakati anaposikiliza hutuba kwa makini atapata thawabu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaonya wale ambao wanaona kwamba swala ya Ijumaa si muhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule ambaye hakusali swala ya Ijumaa 3 mfululizo bila kuwa na udhuru wowote, Mungu anaweka alama juu ya moyo wake. Basi tunatakiwa tuzingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu. Katika Qur'ani tukufu, wala si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Ijumaa mwisho ya Ramadhan ni muhimu sana,
bali Mwenyezi Mungu amesema kwamba ijumaa zote ni muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi moja kwamba enyi waislamu kwamba siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu amefanya kuwa idi, kwa hivyo mufanye mpango maalum na muoge na mufanye maandalizi maalum kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Basi kila Ijumaa inatutaka kwamba sisi tufanye maandalizi maalum na tuache shughuli zetu zote na tuache biashara yetu na tuje miskitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Kama ni wazi kutoka katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza umuhimu wa swala ya Ijumaa. Kitu hiki kinathibitisha kwamba kwa ajili ya kuboresha imani ya waaminio, kila muamini analazimika kuswali swala ya Ijumaa. Tena si hii tu kwamba swali swala ya Ijumaa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaonya wale wanaoacha Ijumaa, wanaacha Jumaa bila kuna udhuru wowote, basi moyo wao inafungwa kwa ajili ya kupata wema. Basi wale ambao ni wavivu wanatakiwa wachunguze hali yao na mali yao, na wanatakiwa waache uvivu wao. Islam hailazimishi. Islam ni dini nyepesi. Katika Islam onyo tu haipatikani kwamba ikiwa ninyi hamfanyi hivi mtapata adhabu, lakini Islam inasema kwamba ikiwa mtu bila kuwa na udhuru maalum haji swala kwa ajili swala ya Ijumaa, basi yeye atapata adhabu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza udhuru ni nini au ni kina nani ambao wanaweza kuwa na udhuru kwa ajili ya kutokusali au kutokuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kila Muislamu analazimika kusali swala ya Ijumaa msikitini isipokuwa watu wachache, na hawa watu wanne, mmoja wapo ni mtumwa, na ya pili ni mwanamke na mtoto, na tatu ni mgonjwa. Basi haya ni mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam kwamba wale ambao wanakuwa na udhuru wao wamepewa ruhusa. Islam haisemi kwamba kila mwanamke, mtoto, mgonjwa na mtumwa, hasa yule mtumwa ambaye hapewi ruhusa kutoka kwa bosi wake, yeye Islam haisemi kwamba lazima aje kwa ajili ya Ijumaa, bali Islam inawaruhusu. Na Mungu hakusema kwamba itapigwa muhuri juu ya moyo wao ikiwa hawaji kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Ikiwa na wake wanakuja kwa ajili ya Ijumaa ni sawa. Na kusali swala kwa jamaa ni lazima kwa ajili ya wanaume, si lazima kwa wanawake kwamba wao pia waje kwa ajili ya swala. Lakini ikiwa wanawake wanakuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa ni sawa, lakini kama wao hawaji pia ni sawa. Lakini wanawake wengine wanakuja na watoto wadogo, wao wanapokuja msikitini wanawasumbua wengine kwa sababu ya watoto wadogo, na vile vile wanawake wengine wanakuwa na shughuli za nyumbani. Kwa hivyo wao wamepewa ruhusa kwamba wao wabaki nyumbani kwao, na wanawake ambao wanakuja na watoto wadogo wao wanatakiwa wasije kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Hata kama wao wanaweza kuja kwa ajili ya Ijumaa wasije, kwa sababu ya watoto wadogo swala ya watu wengine inaharibika kwa sababu ya watoto wadogo. Kila mwanamke amelazimishwa kwamba aje kwa ajili ya swala ya Idi, hata kama yeye hatakiwi aswali swala. Hata katika hali hii pia atatakiwa aje kwa ajili ya swala ya Idi. Vile vile ni watumwa ambao wanafuata amri ya mabosi wao, lakini siku hizi sisi hatuna watumwa. Lakini zamani watumwa walikuwa wakipatikana, kwa hiyo siku hizi watumwa hawapatikani. Wale
ambao wanaofanya kazi wao si watumwa. Kwa hiyo hawa watu pia hawatakiwi wao wajihisabu katika watumwa, isipokuwa wao wanakuwa na shida maalum na bosi wao inakuwa mkali sana, yeye hawaruhusu na wao hawana njia nyingine ya kupata mapato, na inakuwa hatari kwamba wao watakuwa na njaa ikiwa wanaacha kazi. Katika hali hii wao wamepewa ruhusa ikiwa hawaji kwa ajili ya swala ya Ijumaa katika hali hii ya istirar. Kwa sababu ya istirar hii baadhi wakati mtu anaruhusiwa kula haramu, lakini istirar hii haipatikani kwa kawaida ikiwa mabosi wanakumbushwa na wanaambiwa hata kama ni Wakristo, na wao wanatoa ruhusa ikiwa si kila Ijumaa, lakini baada ya Ijumaa moja wanatoa ruhusa ya Ijumaa nyingine. Lakini wapo Ahmadiyya wengine ambao walikuwa hawapewi ruhusa kwa ajili ya Ijumaa, waliacha kazi yao na Mwenyezi Mungu aliyopatia kazi nzuri zaidi kuliko zamani. Ikiwa sisi tunazingatia kitu hiki kwamba sisi swala ya Ijumaa na tutatanguliza swala ya Ijumaa juu ya kila kitu, katika hali hii tukimwomba Mwenyezi Mungu kwamba atufanyie upesi katika hali hii, maombi tutakayofanya kwa moyo sana, Mungu ataturahisishia na atatupatia njia ili tuweze kusali swala ya Ijumaa. Vile vile Hazur anasema watoto wadogo pia hawatakiwi waje kwa ajili ya swala ya Ijumaa kwa sababu ya kelele yao. Swala ya watu wazima inaharibika. Baadhi wakati wanaume wanaleta watoto wadogo, wao pia wanatakiwa wawe wangalifu. Ikiwa wanakuja na watoto wadogo, wao wanatakiwa wakae katika sehemu ya watoto. Ilmuradi hawa ni watu 4 ambao walipewa ruhusa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ya hawa kila mmoja analazimika kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na vile vile kufanya maandalizi maalum siku ya Ijumaa pia ni muhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeleta sheria ya mwisho na sheria iliyokamilika ambayo inamleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Alitaka kuwaona wafuasi wake wawe na imani ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia mbalimbali alitukumbusha kuhusu hii kwamba namna gani mwanadamu anaweza kuepukana na maovu na dhambi, na namna gani anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na namna gani anaweza kufanya juhudi ya kuendelea na mema, na namna gani anatakiwa atimize haki ya kuumbwa kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba swala 5 na Ijumaa hadi Ijumaa ijayo na Ramadhan hadi Ramadhan ijayo, dhambi inayotendeka katikati ya muda huu inakuwa kafara mpaka mtu anaepukana na madhambi makubwa. Basi huu ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yetu, na mwongozo huu unatusaidia tupikane na maovu, vile vile unakuwa sababu ya msamaha kwa ajili yetu. Mtu ambaye kwa kweli kweli anasubiri sala baada ya kusali swala moja, yeye katika hali hii hawezi kufikiria kufanya dhambi na kujanganya mali ya watu wengine, na yeye hawezi kufanya hivi kwa baada ya kurudi kutoka swala yeye aanze kunyang'anya mali ya watu wengine au aanze kuwadhulumu watu wengine. Ikiwa kuna mtu aina hii ambaye ana tabia ya aina hii, basi swala yake si swala, bali yeye anafanya dhambi kubwa sana. Ikiwa mtu ananyang'anya mali ya wengine, swala yake si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wala swala yake si kwa ajili ya kuzingatia
dhambi zake, bali waswaliaji wa aina hii ni miongoni wa wale waswaliaji ambao swala zao inakuwa mangamio kwa ajili yao na swala yao inarudishwa kwao sawa na mafundisho Qur'an tukufu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba swala ni 5 ametukumbusha kuhusu hii kwamba swala hizi 5 imelazimishwa kwenu, na umelazimishwa kwamba muswali swala hizi 5 kwa masharti yake yote. Vile vile ametukumbusha kuhusu swala ya Ijumaa kwamba nyinyi kwa kuhudhuria swala ya Ijumaa baraka na mabadiliko yaliyopatikana kwa sababu hutuba ya imamu, natakiwa muendelee na mabadiliko haya na muendelee kufanya juhudi ili muweze kufuata nasaha mlizozipata. Hali hii itakapopatikana katika hali hii, Ijumaa moja baada ya Ijumaa nyingine itawasaidieni katika kuokoka na itafanya mpango wa msamaha wenu. Hapa pia kwa kusema kwamba Ijumaa baada ya Juma nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza umuhimu wa kila Ijumaa. Vile vile ameeleza umuhimu wa Ramadhan pia. Kwa hiyo kuendelea na mema ni kitu ambacho kinamsaidia mwanadamu aokoke katika dhambi. Basi kutimiza haki swala ni muhimu. Vile vile kusali swala ya Ijumaa kwa mfululizo pia ni muhimu. Vile vile kupata baraka kutoka kwa Ramadhan ambayo inakuwa kafara ya madhambi na inaongeza mema. Hivi inatakiwa tufunge saumu. Tunalazimika kufuata amri hizi zote za Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunataka kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, tunalazimika kufuata amri hizi. Ikiwa tunataka dhambi zetu zisamehewe, katika hali hii njia aliyotuambia Mwenyezi Mungu tunalazimika kufuata njia ile. Kwa ajili ya vitu hivi Mwenyezi Mungu ametupatia mpango wa kila siku na mpango wa kila wiki, na vile vile ametupatia mpango wa mwaka. Ambao ni muhimu kwa ajili ya kurekebisha hali ya mwanadamu. Na yule ambaye kwa kupita madaraja haya yote ataenda mbele, atasoga mbele, atapata ghufira na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Basi imekuwa wazi zaidi kwamba umuhimu wa swala ya Ijumaa ni nini. Baada ya mwaka mmoja Mwenyezi Mungu aliweka mwezi wa Ramadhan. Hakuweka Ijumaa kwamba muswali swala baada ya mwaka mzima, bali ameweka mwezi wa Ramadhan kwa ajili ya kupata baraka kutoka kwa Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Ijumaa inayokuja kila wiki ni muhimu na vile vile ni njia ya kupata msamaha. Basi kila Ijumaa inatakiwa itoe ushahidi kwa ajili yetu kwamba sisi tuliishi kwa hofu ya Mwenyezi Mungu na sisi hatukufanya kitendo cha kumkasirisha Mwenyezi Mungu katika siku hizi, au sisi hatukufanya kitendo ambacho kinachoweza kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunafanya hivi katika hali hii, madhambi madogo madogo na makosa yanayopatikana, Mwenyezi Mungu anasamehe makosa haya. Kila Ijumaa inatoa ushahidi kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu mtu kwa kawaida alijaribu kuishi siku hizi kwa hofu yako. Vile vile swala za kila siku hali yao pia ni aina hii. Ikiwa
swala hizi zinaswaliwa kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, swala hizi pia zitatoa ushahidi. vile vile hii ndiyo ni hali ya saumu ya Ramadhan, na hii ndiyo ni maana ya kafara, kwamba ushahidi wa ibada hizi utafanya mpango wa msamaha wetu. Kisha kuhusu umuhimu wa Ijumaa na kuhusu uzuri wake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika siku ya Ijumaa ni muhimu sana. Siku hii munisalie sana, kwa sababu siku hii swala yenu inaletwa kwangu. Mwenyezi Mungu ametuamuru kwamba tuendelee kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni amri yake. Kwa hiyo hii durud inaletwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii si kwa ajili ya ilikuwa katika maisha yake tu, bali katika siku zijazo pia durud hii inaletwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii haikuelezwa kwamba ikiwa sisi tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumatul Wida durud ile itapelekwa, bali kila Ijumaa durud hii inaletwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenye baraka ni wale ambao wanapata faida kutoka katika nasaha hii na wanapata baraka za Mwenyezi Mungu kwa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Basi hizi ni baraka. Kwa kupata baraka hizi tunatakiwa tufanye juhudi, kila mmoja wetu afanye juhudi ili apate baraka hizi. Mwenyezi Mungu ni mpaji sana. Anasema kwa kuzingatia umuhimu wa swala ya Ijumaa, mnapotimiza haki yake, ikiwa mnaacha biashara yenu na shughuli zenu kwa ajili ya swala ya Ijumaa na kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, nyinyi katika hali lazima mtapata maendeleo ya kiroho. Vile vile nyinyi hamwezi kunyimwa fadhila za dunia. Baada ya swala ya Ijumaa mnaruhusiwa kufanya biashara yenu na shughuli zenu na mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika aya ya pili niliyosoma, Mwenyezi Mungu ameeleza madhumuni hii, na kisha Mwenyezi Mungu anasema ataweka baraka katika kazi yenu. Hii pia ni dhamana kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu baraka inapatikana katika kazi. Ikiwa nyinyi mnaacha shughuli zenu kwa ajili ya swala ya Ijumaa, baraka itapatikana katika shughuli zenu na kazi yenu. Wakati nyinyi mtakapoacha kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye anarekebisha kazi yote na ana uwezo juu ya kila kitu, yeye atawapatieni baraka na ataondoa hasara yenu. Na kwa kuweka baraka katika biashara yenu atawapatieni fadhila zake, kana kwamba amesema kwamba mwaminio akichuma dunia hii pia ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu. Mungu hasemi kwamba tusichume dunia, tusifanye kazi, lakini Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tufanye kila kazi kwa wakati wake. Basi kwa ajili ya kupata fadhila hizi mnaotakiwa mfanye juhudi, mfanye baada ya swala ya Ijumaa, na kisha mupate baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu. Lakini ikumbuke kwamba kwa kuwa na shughuli hizi za dunia msisahau Mwenyezi Mungu, bali muendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kazi ya dunia pia inatakiwa iwe sawa na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udanganyifu, uongo na uvivu usipatikane katika kazi ile. Ikiwa mnakuwa na tabia hii pamoja na kazi yenu mnafanya, basi katika hali hii nyinyi ni wenye dhambi. Ikiwa mnamkumbuka Mwenyezi Mungu, basi inatakiwa muepukane na tabia hii mbaya. Kama nilieleza katika Ijumaa
iliyopita kwamba wakati wa kufanya kila kazi tuzingatie kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu ananiona. Wakati tunapokuwa na imani hii, katika hali hii tutatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na vile vile tutatimiza haki ya majukumu yetu pia. Basi ikiwa tunataka siku hii ya leo iwe muhimu, tunatakiwa tufanye siku hii iwe muhimu kwa njia hii kwamba leo au kesho tunatoka nje katika ibada ya Ramadhan, lakini hatutoki nje katika ibada ya Ijumaa kwa mwaka mmoja, bali Ijumaa ni muhimu bali Ijumaa ijayo ni muhimu kwa ajili yetu kama ni Ijumaa ya leo. Na makosa tuliyofanya dhamani au udhaifu ulipatikana dhamani, sisi tunaahidi kwamba tutaondoa udhaifu huu tutakapokuwa na juhudi hii. Katika hali sisi hatutasindikiza aga Ijumaa, bali sisi tutasindikiza uvivu wetu na madhambi zetu, na kwa kufanya hivi tutakuja katika kinga cha Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni maana ya kupata faida kutoka katika Ramadhan, kwamba mema tulioanza kufanya katika mwezi huu wa Ramadhan tutaongeza mema hii. Ikiwa hatuwezi kuongeza mema, angalau tutaendelea kufanya mema hii mwaka mzima mpaka tutakaribisha Ramadhan mwaka ujao. Basi sisi tusiwe na maoni haya kwamba sisi tumeaga Ijumaa, na wala sisi tusiwe na maoni haya kwamba sisi tumeaga Ramadhan, wala tusiwe na tabia hii kwamba sisi tumeaga ibada tulizoanza kufanya katika Ramadhan. Ikiwa mtu anakuwa na fikra hii moyoni mwake, yeye anaenda mbali kwa lengo la kuumba kwake, na yule ambaye anakuwa mbali kwa lengo la kuumba kwake, yeye anakuwa mbali kwa uchamungu, na yule ambaye anakuwa mbali kwa uchamungu, yeye hawezi kupata fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu. Kana kwamba katika Ramadhani yoyote tuliyofanya juhudi ya kupata, sisi wenyewe tumepoteza ile juhudi yetu yote kwa mikono yetu. Na ufaulu alituahidi Mwenyezi Mungu kwamba tutapata, hatukupata katika hali hii. Mwenyezi Mungu amesema kwamba ikiwa tunafunga saumu, matokeo yake ni kwamba uchamungu utapatikana. Basi leo kuna haja ya kuchunguza hali hii kwamba je, sisi tumepata matokeo haya au la, au angalau katika juhudi hii sisi tumepiga hatua mbele au la, au je sisi tumeahidi kwamba yoyote tuliyopata katika mwezi wa Ramadhan tutaendelea na hii, au tutaendelea kufanya juhudi ya kusogeza mbele. Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu uchamungu alituelezea vizuri. Sehemu moja aliandika, musome Qur'an tukufu mara kwa mara, na mnatakiwa muendelee kuandika maovu. Yani ndani ya Qur'an tukufu ikiwa Mwenyezi Mungu ameeleza kuhusu maovu, muendelee kuandika maovu haya. Kisha kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mujitahidi kwamba muepukane na maovu haya. Hii ni hatua ya kwanza ya uchamungu, yani kuepukana na maovu ni hatua ya kwanza ya uchamungu. Basi katika Ramadhan tulisikiliza dars, tulifanya juhudi ya kusoma Qur'ani tukufu sisi wenyewe, na tulijaribu kuelewa Qur'ani tukufu. Tulijua kuhusu maovu na tulijua kuhusu wema. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba hatua ya kwanza ya uchamungu ni kwamba mutayarishe orodha ya maovu, kisha mujitahidi kuepukana na maovu haya. Juhudi hii
na kuepukana na maovu haya ni daraja ya kwanza ya uchamungu. Amesema bila shaka mtu anatakiwa aepukane na maovu, hii ni hatua ya kwanza ya uchamungu. Na mema hauishi hapa. Anasema Mwenyezi Mungu, anasema kwamba Mwenyezi Mungu haridhiki kwa sababu ya hii tu. Tunatakiwa tuepukane na maovu, na dhidi yake tunatakiwa tufanye mema. Bila hii hatuwezi kuokoka. Ikiwa hatufanyi mema, msidhani kwamba kwa sababu ya kuokoka, kwa sababu ya kuepukana na maovu nimepata uchamungu. Ikiwa mnataka kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi hamwezi kupata hii mpaka mufanye mema. Amesema yule ambaye anakuwa na kibri hii kwamba yeye hafanyi maovu, yeye ni mjinga. Islam haimpeleki mwanadamu mpaka hapa tu kwamba yeye hafanyi dhambi, bali Islam inamlazimisha kwamba yeye afanye vitu vyote viwili, yani aache maovu yote, aepukane na maovu ya aina yote, na vile vile afanye vitendo vizuri kwa moyo safi. Amesema maadamu hatupati vitu hivi vyote viwili, hatuwezi kupata kuokoka. Basi Ramadhana, Ijumaa na ibada zetu zinatakiwa zitukumbushe kuhusu hii, kwamba ikiwa katika hatua ya kwanza ucha Mungu tumeacha maovu, sasa katika hatua ya pili tunatakiwa tufanye wema yote kwa imani halisi. Sayyidina Al-Islam amesema kwamba hii si mema kwamba mimi nimeanza kusali swala na kisha baada ya kusali swala mnaanza kuzungumza dhidi ya wengine na maovu ya wengine. Katika hali hii ninyi hamkupata hatua ya kwanza. Basi siku ya Ijumaa ambamo kuna wakati wa kupokelewa kwa maombi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya Ijumaa inakuja wakati ambamo maombi yanapokelewa. Nimeshawahi kueleza kuhusu hii. Tunatakiwa tufanye dua hii pia. Ramadhan ituokoe katika maovu yetu na itujalie tufanye mema na tufuate njia ya uchamungu kweli kweli, na tuweze kutimiza lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam katika maisha yetu. Kwa kufanya hivi tuiambie dunia kwamba hii ndiyo ni dunia ambayo inaleta wanadamu karibu na Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni dini ambayo inatuelekeza kwa namna gani tunaweza kutimiza haki ya wengine. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Mufanye dua hii pia kwamba wale watu ambao wanasumbuliwa kwa njia mbalimbali, Mwenyezi Mungu awasaidie na aondolee shida zao. Vile vile Mwenyezi Mungu aijalie umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa kumtambua imamu wa zama hii watoke nje katika usumbufu na tabia hii ya kudhulumiana wanafanya. Mwenyezi Mungu wazuie wasifanye dhulma, na Islam katika shani yake katika kila nchi ya Islam idhihirike. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله